hivi, katika kutengeneza majimbo ya uchaguzi, tume itaangalia usawa wa wananchi wa eneo husika. Usawa, population parity. Unapataje usawa wa watu wanaowakilishwa? Katiba ilisema kwamba kila baada ya sensa tume itaangalia idadi ya watu waliopatikana kwenye sensa na kugawa kwa idadi ya majimbo ya uchaguzi, ili upate wastani wa watu katika kila jimbo. Ukishapata wastani wa watu katika kila jimbo, ndio unaenda kuyatengeneza sasa. Jimbo kama wastani ni 300,000, unaenda kuangalia hawa watu 300,000 wako wapi. Unatengeneza majimbo accordingly. Hiyo ilikuwa katiba yetu ya uhuru. Tukapokea hivyo vifungu kama vilivyo kwenye katiba yetu ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 65, katiba ya mpito. Havikubadilishwa neno moja. Tukaenda na katiba ya mpito mpaka mwaka 77. Tukatunga katiba hii ya sasa. Vile vifungu vilihamishwa kama vilivyo kwenye katiba ya mwaka 77 na vikabaki vile mpaka mwaka 92. Kwenye mabadiliko ya katiba yaliyoingiza mfumo wa vyama vingi vya siasa, wakachomoa hivyo vifungu. Kwenye sheria inayosema tunaenda kwenye vyama vingi, ikaondoa hivyo vifungu vinavyosema unapanga majimbo kwa kuangalia idadi sawa ya watu. Ipo kwenye mabadiliko ya 6 ya katiba. Mabadiliko ya 5. The 5th amendment. 8th amendment ndio iliyoleta vyama vingi. 5th ilileta Bill of Rights. Kwa hiyo tunaenda kwenye mfumo wa vyama vingi. Tumeondoa mfumo wa kidemokrasia wa kutengeneza majimbo ambao uko kwenye katiba zote za kidemokrasia. Nenda Kenya, nenda Zambia, nenda Malawi, nenda Afrika ya Kusini, nenda everywhere. Principle ya kutengeneza majimbo ni idadi sawa ya watu, kwa sababu wanaowakilishwa ni binadamu, sio milima, sio barabara, sio nini. Kwa hiyo leo hapa tulipo kuna hiyo majimbo ya mijini. Kama tungefuata population parity, na hii iko kwenye nimefanyia research kwenye moja wapo ya mambo ambayo nimeyakuta kwenye utafiti wangu. Kama tungekuwa na population parity kama kanuni kuu ya kutengeneza majimbo, Dar es Salaam peke yake ingekuwa na majimbo 25. Kwenye majimbo haya 294, Dar es Salaam ingekuwa na majimbo 25. Sasa kumbuka, jiulize tu, mwaka 2015 kwenye uchaguzi mkuu 2015, sisi vyama vya Ukawa tulipata 60% ya kura za Dar es Salaam. 60% ya kura za Dar es Salaam kwenye majimbo 25. Unafikiri tungekuwa na wabunge wangapi? At least 15 kati ya 25. Tulikuwa na 5 badala yake. That is what gerrymandering does. Sasa sio ya mijini tu. Ukiachia mijini tunakopatia kura nyingi, sehemu nyingine tunakopatia kura nyingi ni mikoa yenye watu wengi. Nyewe mnafikiri mikoa yote ina idadi sawa ya watu?
Ukiangalia takwimu za wapiga kura za 2020, mikoa 10 ya nchi hii, 10 yenye wapiga kura walioandikishwa zaidi ya milioni 1, ilikuwa na 55% ya wapiga kura wote. Ilikuwa na wapiga kura milioni 16. Mikoa 10 tu. Nchi hii sina mikoa 26. Sasa mikoa 10 kati ya hiyo 26 ilikuwa na 16 million registered voters out of 29. Mikoa 16 iliyobaki ilikuwa na 13 million registered voters. Kwa hiyo mikoa yenye watu wengi ni michache, mikoa yenye watu wachache ni mingi. Kwenye mgawanyo wa majimbo, mikoa yenye watu wengi ina majimbo machache, mikoa yenye watu wachache ina majimbo mengi. Hapa wengi wape haipo. Wengi wape haipo. Ni wachache wape. Naelewana? Mikoa yenye watu wengi, hiyo yenye watu milioni 16 walioandikishwa kupiga kura, ina majimbo 99. Mikoa yenye watu milioni 13 ina majimbo 115. Mnanipata? Sasa kura za wapinzani zinapatikana kwenye mikoa yenye watu wengi. Mnanifahamu? Kwa gerrymandering inavuruga, sio tu inavuruga representation, inawagharimu nyie moja kwa moja. Mnanipata? Sasa hilo ni tatizo kubwa, na limeanza kuzungumzwa na watazamaji wa chaguzi zetu tangu mwaka 95. Tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Kwenye ripoti ya EU ya uchaguzi wa 95, kuna mahali waliuliza hivi: inawezekanaje watu 1000 wa jimbo la Ziwani Zanzibar wanachagua mbunge, na watu 135,000 wa jimbo la Njombe Magharibi nao wanachagua mbunge huyo mmoja huyo. Na hawa wabunge wanalipwa mshahara sawa, posho sawa, kama ni mafuta sawa, kila kitu sawa. Ila mmoja anawakilisha watu 1000, mwingine anawakilisha watu. Sasa hiyo 100,000 ilikuwa walipendelea. Ukiangalia leo kwenye uchaguzi wa 2020, jimbo la Temeke siko hapa. Temeke ilikuwa na wapiga kura 478,000 walioandikishwa. Jimbo hili. Zanzibar nzima yenye majimbo 50 na wapiga kura 566,000. Sawa sawa. Wapi kule Handeni vijijini. Kuna mtu wa Handeni hapa? Handeni vijijini ni jimbo, na Handeni mjini ni jimbo. Handeni vijijini na wapiga kura 132,000. Handeni mjini wapiga kura 24,000. Kwa sababu inabidi tumtengenezee nani? Abdalla Kigoda. Tumtengenezee kajimbo, asipate shida ya kwenda kuhangaika vijijini huko, anapigwa mavumbi na nini. Kutengeneza kajimbo. Alikuwa waziri wa viwanda na biashara then. Kwa hiyo kuna uchafu kwenye utaratibu mzima wa majimbo everywhere. Dar es Salaam ina majimbo sawa na Mtwara. Mtwara ina watu 930,000.
Dar es Salaam milioni 3,427,000. Morogoro ina wapiga kura milioni 1,800,000 na kitu. Hiyo ni Mwanza. Milioni 1,800,000 na ushe, ina majimbo 9. Mkoa wa Mara una majimbo, una watu milioni 1,11,100,000, una majimbo 11. Sawa sawa. Dodoma ina milioni 1,300,000 na ushe, ina majimbo 11 au 10 nafikiri. Tanga ina milioni 1,300,000 na majimbo 12. Tabora ina milioni 1,200,000 na majimbo 12. Sawa sawa. Morogoro ina milioni 1,600,000 ina wabunge ni 11. Hayaelezeki kwa sababu tumeondoka kwenye kanuni ya kuangalia binadamu, tunaangalia milima, barabara, nini. In fact hakuna criteria. Kama ni miundo mbinu, how do you explain majimbo 50 ya Zanzibar? Kuna ugumu gani Zanzibar ili utengeneze majimbo 50? Au kati ya Mwanza yenye watu milioni 1,800,000 ina majimbo 9, na Mara mkoa wa jirani wenye watu milioni 1,100,000 na majimbo 11. Hakuna criteria. Kwa hiyo waheshimiwa, kwa kifupi, hayo ndio matatizo ya mfumo wa uchaguzi ambayo tulipokuwa tunazungumza habari ya maridhiano, hizo ndio hoja tulizozipeleka kwa CCM mwezi Mei 2022. Kama kuna mtu anafikiria ndio kwanza tunayazungumza, tuliyapeleka kwa kina Kinana 2022. Kuna kingine, kwa sababu kuna watu wanataka wanafikiria viti maalum. Nataka nimalizie na hilo la viti maalum. Every general election tangu 2005 CCM imepata wabunge wa viti maalum wa bure 5 au 6. 5 au 6. Inawapataje? Yaani hao ni wabunge haramu ambao CCM inawapata kila general election. Wanapatikanaje? Utaratibu wa kupata viti maalumu ukoje? Si mnaufahamu? Chama kinachopata 5% au zaidi ya viti ya kura halali za wabunge kinastahili kupata viti maalum, au sio? Ndio utaratibu uliopo kwenye katiba na sheria za uchaguzi. Kwa chama kisichofikisha 5% ya kura za wabunge, sio kura za rais, inayoleta viti maalum ni kura za bunge. Ufikisha 5% una viti maalum. Sasa what happens kwa vyama visivyofikisha 5%? Kura zao zinaenda wapi? Kwenye uchaguzi mkuu uliopita, vyama hivyo vinavyopata 2 hapa, 3 pale, 1 hapa, nini, hivyo vyama hivyo mnavifahamu vyote, kwa ujumla wao vilipata 7% ya kura zote halali za wabunge. Sawa sawa. Hizo kura, hizo 7%
zinakuwa 94, sio? Vyama vingine 6% zinakuwa 100. Idadi ya viti maalum ni 113. 78% ya viti 113 ni ngapi kwa ajili ya CCM? Hesabu yangu inaniambia 88. 78% ya viti 113 ni 88 kwa mahesabu yao. Sawa sawa. Kwa CCM kihalali kabisa, kwa kura zilizotangazwa, ilipaswa ipate wabunge 88 wa viti maalum. Chadema kwa kura zilizotangazwa na tume 16%, ilipaswa ipate viti 18. Fanya mahesabu. Fanya 16% ya 113 ni 18. Sawa sawa. Kwa hiyo 88 jumlisha 18 unapata ngapi? 106, au sio? Kwa hiyo Chadema na CCM vilipaswa vipate viti 106 kati ya viti 113. Sasa mgawanyo ulivyo sasa, CCM 94, Chadema 19. Mnanipata? Ukijumlisha 94 na 19 ni 100 na ngapi? Kwa hiyo katika wabunge 7 wale wa kura za ACT, za Chauma, za Narea, Tadea, mnawafahamu wale wenye vyama vyao, kura zao wabunge wapi? Na sisi tukapatiamo. Na hiyo ni tangu 2005. Huu utaratibu wa nani ulianza 2005. Kwa kifupi, kwa hiyo mfumo wetu wa uchaguzi uko hivi. Matatizo yake ndio hayo, na haya nayo yasema utakutana nayo kwenye ripoti za tume, kama tume ya Nyalali, tume ya Warioba, tume ya Kisanga, tume ya Bomani. Utakutana nayo kwenye taarifa za watazamaji wa uchaguzi wa kimataifa na wa kitaifa tangu mwaka 95. Na utakutana nazo kwenye kikosi kazi. Utakutana nazo kwenye taarifa majadiliano yetu na CCM. Ni vitu ambavyo ni matatizo ya miaka yote. Na CCM wamekataa kuyafanya nini? Kuyashughulikia. Na sasa hawataki uchaguzi kwa sababu tukienda tunaenda kukutana na hayo mnayoyafahamu. Na zaidi ya hayo, sasa uchaguzi wetu haukosi mauaji. Kuna uchaguzi usioendana na kafara nchi hii sasa hivi upo. Sasa haya yote haya ndio mabadiliko tunayoyataka. Tunaposema no reform, no election, hiyo reform ambayo tunaitaka ni ya maeneo haya. Na CCM na Samia wanafahamu, kwa sababu tumewaandikia specifically kwenye maridhiano Mei 2021. Wakatuongelesha sasa wanasema muda hautoshi. Sasa waheshimiwa, naomba nimalizie ili muulize maswali. Namalizia kwa yafuatayo.
La kwanza, mtu yeyote anayefahamu haya, na mtu yeyote ambaye ameshiriki kwenye chaguzi zetu, akakutana na haya na bado anasema twende tu, huyo hayuko serious. Huyo hayuko serious. Ni hivi, uchaguzi wa Tanzania sasa hivi ni machinjioni. Kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda machinjioni. Kwa mtu anayesema twende tu, anasema twende machinjioni, na najua tunaenda machinjioni na tunaenda kuchinjwa. Hayuko serious. Hilo la kwanza. La pili, hivi tuliposema no reform no election kwenye kamati kuu tarehe 3 Desemba, tulikuwa tunatania? Kama kuna watu walikuwa wanatania, they are dead wrong. Angalau huyu anayezungumza na nyie hakuwa anatania. Kama kuna mtu alikuwa anazungumza ili tupandishe dau, huyu jamaa anayezungumza na nyie hakuwa anazungumza ili apandishe dau. La tatu, huu ndio msimamo wa chama. Ulipitishwa na kamati kuu, mimi sikuwa mwenyekiti. Nilikuwa makamu. Nilikuwa na ushawishi mkubwa, ni kweli. Lakini ulipitishwa na kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe. Ukapitishwa, tukapeleka kwenye baraza kuu tarehe 20. Baraza kuu likaupitisha msimamo wa kamati kuu, na baraza kuu liliongozwa na mwenyekiti Mbowe. Mimi nilikuwa mwenyekiti, nilikuwa makamu. Kesho yake tukaupeleka kwenye mkutano mkuu wa taifa, na mkutano mkuu wa taifa ukapitisha msimamo huu, kasema no reform no election. Na mimi sikuwa mwenyekiti bado, nimekuwa mwenyekiti kesho yake. Kwa hiyo huu ndio msimamo wa chama. Ndio msimamo wa chama. Kwa katiba yetu, kwa katiba hii, mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinachoweza kubisha? Ni kipi kingine? Waheshimiwa, kwa hiyo ni msimamo wa chombo cha juu kabisa cha mamlaka kwenye chama chetu. La 4, naombeni mniambie waheshimiwa wajumbe, kama huu msimamo sio msimamo sahihi. Kwa mazingira yote haya, kwa haya yote haya mnayoyafahamu, nani anayesema huu sio msimamo sahihi?
Huu ni msimamo sahihi wa chama, ni msimamo sahihi wa chama. Na mimi, waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, sawa sawa. Nataka na mimi nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, na nyie mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? Kama haliwezekani, tufanyeje? Tufanyeje? Mkutano mkuu wetu umesema no reform, no election. Sasa kwenye petition tumeambiwa hivi, huu msimamo unaenda kuua chama, unaenda kuua chama. Hatutakuwa na wabunge, hatutakuwa na wabunge wa majimbo, kwani tunao sasa hivi. Hatutakuwa na wabunge wa viti maalum, tunao sasa hivi. Hatutakuwa na wabunge wa madiwani, tunao sasa hivi. Hatutakuwa na rais, tunaye sasa hivi. Mbona hatujafa? Mbona hatujafa? Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years wa treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapiganie mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria uraisi. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa sawa. Tukikinukisha vile, tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini?
tukikinukisha seriously watafanya nini? Watatuua. Wanaweza watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi. Actually hakuna katika siasa za ukombozi, sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi, siasa za udalali sio za ukombozi. Kwenye siasa za ukombozi, kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu. Okay? Ngoja nieleze hiyo. Julius Nyerere, na mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere. Hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58, yeye na mhariri wa TANU anaitwa Robert Makange wa gazeti la TANU, na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi 6 au aende jela. Aende jela miezi 6 au alipe shilingi 300. 358 hazikuwa chache. Sawa. Na ukifikiria nani mwingine anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakwenda gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani, na Nujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani miaka 9. Alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi, kwa hiyo tutafungwa, sio? Si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo. Tutachelewa kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo. Lakini tutapata mageuzi yatakayo tupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka twende tukapate 5%, tukapate 5% na wabunge labda 7, alafu tuanze kupigana nini? Vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalum. Nataka tupate kura nyingi zaidi, na tuna uwezo wa kupata kura nyingi zaidi, ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko. Sio hii habari ya nini hii. Na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais actually. Kwa hiyo ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kimewahi kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii. Ni sisi tunaizungumza. Kwa hiyo asante. Kwa heshimiwa, tujiandae, tutashinda. Msiogope. Mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia? Msiogope. Msiogope. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni hayo. Nimetoka kwenye ziara ya kanda ya Nyasa, na kesho tunaenda kusini. Mheshimiwa Mayala, kesho tuko kwako. Sasa huko nyanda za kanda ya Nyasa tulikotoka, nimemwona mwenyekiti wako hapa, watu wa Nyasa. Watu wa Nyasa, hebu simameni wote.
hawa petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa kitakufa tusipoenda kwenye nini, kwenye